Lakini pia tunatambua Njombe pia katika siku za karibuni imeibuka kuwa mzalishaji mkubwa wa mazao ya matunda. Njombe hapa mnazalisha parachichi, avocado, na takwimu zinaonyesha uzalishaji mzuri, kwa sababu mwaka jana Njombe hapa zimezalishwa tani 9402 za parachichi. Hongera sana wakulima wa Njombe. Parachichi ni zao ambalo lina soko kubwa duniani, na tunafahamu parachichi ambazo zinazalishwa Njombe zinachukuliwa na wafanyabiashara wa ndani na nje ya nchi, na sehemu kubwa zinakwenda nje ya nchi. Kwa pamoja na mapato haya ambayo halmashauri zetu, serikali inayapata, lakini pia serikali inapata fedha za kigeni kutokana na kazi ya mikono ya wananchi wa Njombe. Mwaka jana pekee yake wananchi wa Njombe mmepata bilioni 15 na milioni 600 kutokana na zao hili la parachichi. Kwa hivyo ni kazi nzuri, na tunatambua juhudi nyingine zinazoendelea hapa za kuhakikisha mnaendeleza uzalishaji wa apple na matunda mengine mengi, na kazi nzuri inafanywa na viongozi wa mkoa wa Njombe chini ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa Mheshimiwa Rubilia kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Kwa ndugu zangu, serikali inawapongeza sana wananchi wa Njombe, na endeleeni kuchapa kazi. Branding tayari serikali imeshatoa maelekezo kwa wanunuzi wa parachichi kuhakikisha kwamba wanaheshimu jina la Tanzania kwenye mazao wanapoyapeleka nje ya nchi. Sasa wakifika huko nje ya nchi kule wakaenda kuyawekea majina mengine, hilo ni jambo jingine. Lakini serikali tunatambua umuhimu wa hili swali lako na tunalifuatilia kwa ukaribu, kwa sababu ni muhimu pia bidhaa zetu wa Tanzania zikatambuliwa kwa jina letu wa Tanzania. Mawasiliano ya simu, ni kweli na mimi mwenyewe wakati mwingine tukitaniana huko mjini, nyinyi watu wa Njombe wafanya biashara sana, kuna kitu. Mimi naambia hakuna kitu, kuna biashara. Watu wa Njombe wanafanya kazi, na mimi nataka kuwatia moyo sana ndugu zangu wa Njombe, endeleeni kuchapa kazi, muwe waadilifu kwenye kazi zenu, na tuendelee kushikamana na serikali katika juhudi zake hizi za kuhakikisha tunaleta maendeleo kwa ajili ya nchi yetu. Mwambula Nursery School ni kituo bora cha kulelea watoto wadogo, watoto wenye umri kuanzia miaka 3 hadi miaka 5, na pia ni kituo bora kwa tuition kwa darasa la awali mpaka darasa la 7. Wanatoa huduma zote muhimu kwa mwanao ikiwemo chakula cha mchana. Ada zao ni nafuu sana. Mwambula Nursery School ipo mjini Makambako, stendi ya daladala, jirani kwa masista. Wana madarasa ya kutosha na ulinzi na usalama ni uhakika kwa mtoto wako. Watoto wanapokelewa kuanzia saa 1:30 asubuhi na muda wa kurudi ni saa 11 kamili za jioni. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kwa simu namba 0744800097 au 0713332222 na 0623533222. Kwa elimu bora na usalama, mpeleke mwanao Mwambula Nursery School. Samia Suluhu Hassan imeendelea kufanya mambo mengi kwa mafanikio makubwa, lakini kubwa zaidi kuhakikisha inadumisha amani, inaleta mshikamano, umoja wa kitaifa, lakini pia kuwaletea wananchi wa Tanzania maendeleo. Kwa hivyo katika mkoa huu wa Njombe pia, mkoa huu haukuacha nyuma katika hilo. Serikali imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali katika mkoa huu kuhakikisha nao unakwenda kwa kasi ile ile ambayo mikoa mingine ya Tanzania pia inakwenda nayo. Kwa mkoa huu nitawapa tathmini ya kipindi cha miezi takriban 9 ambayo Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amekuwa madarakani. Aliingia madarakani tarehe 19 mwezi Machi, na katika kipindi hiki cha miezi 9 serikali katika mkoa huu wa Njombe imeleta shilingi bilioni 375.4 ambazo zimeelekezwa katika miradi mbalimbali ya maendeleo. Ndugu zangu, hizi fedha ni nyingi sana. Zimeelekezwa kwenye miradi hapa Njombe, kwa sababu wananchi wa Njombe wana haki ya kuhudumiwa na serikali kama ilivyo wananchi wa maeneo mengine ya Tanzania. Sasa Njombe ni mkoa wa kilimo, na kwa kuwa mkoa huu wa Njombe ni wa kilimo, kwa sehemu kubwa shughuli za kilimo zinategemea miundombinu mizuri ya barabara. Kwa sehemu kubwa ya fedha hizi zimeelekezwa katika ujenzi wa barabara kupitia wakala wetu wa barabara Tanzania TANROADS, lakini pia kupitia wakala wa barabara mijini na vijijini TARURA. Na kwenye eneo hili la barabara serikali imeleta hapa Njombe, serikali ya awamu ya 6 imeleta shilingi bilioni 277. Lakini pamoja na kuleta fedha kwa ajili ya barabara, tumeangalia pia sekta zingine za huduma za jamii. Maana yake lazima Watanzania waendelee kuhudumiwa. Kwenye sekta ya afya serikali imeleta shilingi bilioni 7 na milioni 200. Tumeleta fedha kupitia mpango wa maendeleo na ustawi wa taifa na mapambano dhidi ya uviko 19 kama mnafahamu wote. Tumeleta serikali hapa imeleta shilingi bilioni 4 na milioni 700. Kuna zile fedha za miamala ya simu. Mnafahamu Mheshimiwa Rais aliamua kwamba fedha hizi Watanzania watachangia kupitia miamala ya simu,
lakini tutazisema kwa uwazi kila mahali ili Watanzania wajue kwamba walitoa fedha na zimekwenda kwenye miradi husika. Kupitia fedha hizi hapa Njombe tumeleta shilingi milioni 150 ambazo zimeelekezwa kwa ajili ya ujenzi wa madarasa, lakini tumeleta shilingi bilioni 1 na milioni 750 kwa ajili ya vituo vya afya. Tumeleta fedha za dawa kupitia MSD, tumeleta shilingi bilioni 24. Tumeleta fedha nyingine kwa ajili ya ujenzi wa zahanati, vituo vya afya. Maana hizi sasa ziko kwenye mpango mwingine wa fedha za serikali kulingana na mgao wa fedha kutoka serikali kuu. Tumeleta hapa bilioni 11. Tumejenga hospitali ya mkoa ya rufaa hapa, wote mnafahamu ujenzi wake katika kipindi hiki cha miezi 9. Serikali imeleta bilioni 21 na milioni 700 ambazo wote mnaona hospitali yetu pale. Nimepita jana, hospitali yetu ni nzuri kabisa. Sasa Njombe itakuwa na hospitali ya rufaa ambayo huduma za kirufaa za matibabu zote zitapatikana hapa Njombe. Kwa hiyo watu wa Njombe zitabakia huduma chache za kibingwa sana, wataenda pengine Dar es Salaam, Moi kule ambako kazi kubwa inafanywa na serikali, Jakaya Kikwete, taasisi yetu ile pale ya moyo pia, alikadhalika na Muhimbili pale kuna huduma za kibingwa sana ambazo, lakini tunataka matibabu ya kibingwa pia yashuke hata kwenye hizo hospitali za mikoa, na ndio maana Njombe hapa sasa imejengwa hospitali kubwa ya mkoa kwa ajili ya kuhakikisha inatoa huduma za kibingwa kwa wananchi. Lakini pia hapa Njombe tumetekeleza miradi mingine mahususi, labda niitaje kwa uchache ili mjue nini kinafanyika katika fedha hizo. Zaidi ya shilingi bilioni 375 ambazo zimeletwa hapa Njombe kwa miezi 9. Tumeleta fedha kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya Njombe Makete kilomita 107.4. Wote mnafahamu hii barabara, zamani ambao walikuwa hawajui kupita hapa ilikuwa ni shida sana. Kipindi kama hiki mvua ikianza kunyesha kutoka Njombe, ukianza tu pale Ramadhani unaanza kukutana na kukwama kwa magari. Tope tupu kila mahali, lakini sasa wote ni mashuhuda, barabara inamelemeta. Tumejenga sehemu ya Njombe Moronga kilomita 53.9. Ujenzi wake huu umegharimu shilingi bilioni 109.2, na hii kazi inaenda kumalizikia maana yake tuko asilimia 95.68 na tayari barabara inaanza kutumika. Lakini pia tunajenga barabara ya Moronga Makete kilomita 53.5, ni kipande hicho katika barabara hiyo ya kilomita 107 ambao pia ujenzi wake utagharimu shilingi bilioni 110, na kazi hii imefikia